Habari za leo, karibuni tena Pedro and Rose Stories. Namshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, niko salama. Mada ya leo nazungumzia kuthamini nafasi, self esteem. Nina VVU bado nina thamani? Yaani najiuliza, nina VVU, je, bado nina thamani? Utaniandikia kwenye komenti hapo chini. Je, mtu yeyote aliyo na VVU bado ana thamani? Jibu nitakalokupa nitakwambia kwamba ndiyo, mtu yeyote anayeishi na VVU bado ana thamani. Anatakiwa kujiamini, anatakiwa kuwa na nguvu ili aweze kufanya shughuli zake za kila siku, na anatakiwa kujipenda. Kama kuna mtu amekuambia VVU vimekumaliza, basi huyo mtu kwanza atakuwa anakukatisha tamaa, na atakuwa hakupendi, na atakuwa anataka kukuchanganya zaidi, na vile vile amekudanganya. VVU havijakumaliza. VVU vimebadilisha tu ile status yako ya kiafya, lakini havijakumaliza. VVU inabaki tu ni ile status yako ya kiafya kama nilivyokwisha sema. VVU sio jina lako. Unaona? Yaani mtu hawezi kukuita wewe mwenye VVU au mwenye ukimwi au mwenye AIDS au mwenye HIV. Hapana. VVU sio jina lako. Wewe ni mfalme, wewe ni malkia wa ndoto zako. Sasa ujumbe wa leo kwamba nina VVU, je, bado nina thamani? Ujumbe wa leo ni kwamba wewe ni mtu kabla ya VVU. Wewe ni mtu. Ni mtu kwa sababu gani? Una vipaji ambavyo Mungu amekujalia, na unatakiwa ufanye kazi au ufanye shughuli zako kutokana na vipaji ulivyopewa na Mwenyezi Mungu, na utimize ndoto zako na malengo yako. Wewe una familia. Wewe ni mtu ambaye una kicheko. Kama una familia, angalia familia yako, jali familia yako, tunza familia yako. VVU visikurudishe nyuma au visikuzuie kuhudumia familia yako au kupenda familia yako. VVU havikuchukua hayo. Ni VVU vipo tu, lakini havichukui nafasi ya wewe kuitwa baba au wewe kuitwa mama au wewe kuitwa mwenye familia. Havichukui hiyo nafasi. Hiyo nafasi ni ya kwako. Alafu disclosure au kumwambia mtu au kushare habari zako za VVU na watu wengine, hilo ni chaguo lako wewe mwenyewe. Hakuna mtu anayekulazimisha umwambie mtu kwamba una VVU. Hakuna mtu anayekulazimisha uwaambie watu kwamba una maambukizi ya VVU. Hapana. Ukiamua kuambia watu au kushare na watu habari zako, ni wewe mwenyewe, ni maamuzi yako wewe mwenyewe. Lakini angalia, je, huyo mtu unayeamua kumwambia unamwamini? Kwa sababu usimwambie tu mtu yeyote yule ambaye humwamini. Mwambie mtu ambaye unamwamini kwamba anaweza akakutunzia siri, anaweza asikuhukumu, anaweza asikunyanyapae. Mtu ambaye anaweza akawa na upendo na wewe na akakukumbusha muda wa kumeza dawa. Hata kama umesafiri atakukumbusha, je, umechukua dawa zako, au usisahau kupaki dawa zako. Hulazimiki kumwambia kila mtu. Mwambie yule unayempenda, unayemwamini, na sio yule atakaye kuhukumu. Jamii ielewe kwamba mtu ambaye hujamwambia sio kwamba humpendi. Hapana, unampenda. Lakini chagua mtu unayemwamini. Mapenzi yako ni halali yako. Kama utatumia dawa zako vizuri, basi utakuwa ni you equals you. Undetectable equals untransmittable. Huwezi kupasi virus kwenda kwa mtu mwingine.
una haki ya kupendwa. Mtu mwenye VVU una haki ya kupenda na una haki ya kupendwa. Una haki ya kuolewa au kuoa. Una haki ya kupata watoto na una haki ya kufanya kazi kama wengine wanavyofanya kazi. Una haki ya kufanya biashara kama wengine wanavyofanya shughuli zao za biashara ili ujiongezee kipato. Lazima ujijali na kujiona kwamba wewe ni wa muhimu, wewe ni wa thamani, wewe ni wa mzima. Yaani ni mtu mzima. Sio kwamba ni mgonjwa au ni mfu. Hapana. Yale mambo yalikuwa ni enzi za zamani ya kuita watu maiti inayotembea. Sasa hivi hiyo hali haipo. Kwa hiyo wewe ni mzima, wewe ni muhimu, na wewe ni wa thamani katika familia. Wote mimi ni mwathirika. Kwa hiyo wewe mwathirika mwenzangu, yaani wewe unayeishi, nitumie neno unayeishi na VVU. Na mimi hapa Rose ninayeishi na VVU. Sisi sote ni watu wazima. Tuna afya zetu nzuri, tunafanya shughuli zetu za kila siku. Tunaruhusiwa kufanya kazi bila kubaguliwa au kutengwa. Sisi ni wa muhimu na tuna thamani katika familia zetu na katika jamii tunayoishi au inayotuzunguka. Sasa naomba ukomenti hapo chini ili tujenge ukuta au tujenge familia yenye nguvu pamoja. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Msisahau kulike video hii, kucomment, kusubscribe na kushare na watu wengine. Asanteni sana.